Karibu msikilizaji na karibu katika kipindi cha Kisima cha Uzima. Jina langu ni mchungaji Benson kutoka kanisa la CFF Pipeline. Mada yetu leo ni unyenyekevu. Maandiko yanatufahamisha tuwe wanyenyekevu mbele za Mungu, naye atatuinua wakati ufao. Wengi wetu tumeshindwa kusonga mbele kwa sababu mioyo yetu imejawa na kiburi na kujiinua kwingi. Ndio maana nimewaandalia ujumbe huu wenye mada unyenyekevu. Andiko letu ni kutoka katika kitabu cha Yakobo sura yake ya 4, na tunaangalia vile ambavyo Yakobo anavyotufahamisha kuhusu hali ya unyenyekevu. Yakobo sura ya 4, tukisoma mstari wake wa kwanza, kuna maneno ambayo Yakobo ameandika. Yakobo ni mtumishi wa Mungu, ni mmoja wa wale ambao wameandika katika Biblia, ni wale ambao wametumika katika kufahamisha watu jinsi ambavyo Mungu anavyopenda. Aliandika hivi kuanzia mstari wake wa kwanza: vita vyatoka wapi, na mapigano yaliyoko kati yenu yatoka wapi? Si humu katika tamaa zenu zifanyazo vita katika viungo vyenu? Mwadhani wala hamna kitu, mwaua na kuona wivu, wala hamwezi kupata. Mwafanya vita na kupigana, wala hamna kitu, kwa kuwa hamuombi. Hata mwaomba, wala hampati, kwa sababu mwaomba vibaya, ili mvitumie kwa tamaa zenu. So Yakobo anaponena haya maneno, ananena kuhusu vile ambavyo kuna vita ambayo huwa inatoka kati yetu, inatoka kati ya watu wengi, watu ambao wako pamoja, watu ambao wako katika vikundi. Inatokana na nini? Kwa sababu ya vyeo, kwa sababu ya kazi, kwa sababu ya mali, kwa sababu ya sifa. So Yakobo anasema kwamba wakati ule ambapo hiyo vita inapotokana, kuna kitu ambacho mtu huwa anatamani kukipata. Kuna vitu ambazo mtu huwa anatamani akaweza kuwa nazo. Unapopigana ili upate cheo, ni vita ambayo huwa inatokea kwa sababu kuna cheo ambacho unachokihitaji, kuna sifa ambayo unayotamani kuwa nayo, na kwa hivyo unapigana ile vita ili uwe na ile sifa. Lakini anasema kwamba vitu hizi huwa tunafanya, huwa tunapigana, huwa tunaomba lakini hatupati. Huwa tunafanya ile vita, huwa tunapigana, wala hakuna kitu ambacho huwa tunakipata kutoka kwa ile vita. Anasema kwamba ni kupitia ile tamaa ambayo watu wengi huwa wako nayo. So tunapokuja katika hali ya unyenyekevu, utakuta kwamba ni kunyenyekea, ama ule unyenyekevu unatokana na kuelewa na kufahamu mamlaka iliyo juu yetu, mamlaka ya Mungu wetu. Na tunapoelewa ya kwamba kuna mtu aliye juu yetu ambaye ni Mungu, hapo tutaanza kuona ya kwamba sio sisi ambao tunaojitegemea, sio elimu yetu ambayo tunayotegemea, sio sifa zetu ambazo huwa tunategemea, ila huyu Mungu ndiye aliye na uweza wote. Huyu Mungu ndiye aliye na kila kitu ambacho tunacho hitaji hapa duniani. Kwa hivyo kile ambacho tunachokipigania, tunahitaji kuenenda kwa Mungu kwa njia ya unyenyekevu. Ili tuweze kukipata, hatufai kuenenda katika njia ya mapigano, hatufai kuenenda katika njia ya chuki. Tunahitaji tuelewe ya kwamba Mungu ndiye aliye juu ya kila kitu. Na kwa hivyo tunapotazama na kuona kwamba Mungu ndiye suluhisho la kila kitu, hatutaenenda katika hali ya kujiinua. Ukiangalia hapa, watu wameanza na vita, hawajaanza na hali ya unyenyekevu. Wameanza na hali ya vita. Kwa sababu gani? Unapoangalia elimu yako inapokuongoza, unaanza kusema kwamba ni mimi nimesoma zaidi ya watu wengine, na kwa hivyo nafaa kupewa nafasi kubwa kuliko watu wengine. Na kwa hivyo unapotanguliza elimu yako, unapotanguliza cheo chako, unapotanguliza sifa zako, sasa hapo ndipo mtu huwa haoni mamlaka iliyo juu yake, ambaye ni Mungu aliye na hayo mamlaka. Na kwa hivyo inafika mahali kama hauoni Mungu, then kumaanisha kwamba naye Mungu hana nafasi mbele zako. Kile ambacho unachokitamani
wewe hautakipata. Mungu hawezi kukuinua. Maana ukiangalia mstari wake wa 10 kwenye kile kitabu cha Yakobo sura yake ya 4, anasema kwamba nyenyekeeni mbele za Bwana naye atawainua. So hivyo ni kumaanisha kwamba katika mistari ambayo tumesoma unakuta kwamba tumeanza na hali ya vile ambavyo watu huwa wanaanza, hali ya mapigano, hali ya kuinukiana, na hakuna mtu ambaye ameanza na hali ya kuwa na ule unyenyekevu. Lakini Yakobo anasema kwamba tunyenyekee mbele za huyu Mungu naye atakuja kutuinua. Kwa hivyo kule kupewa cheo ni Mungu ambaye huwa anatupatia, lakini usipoelewa hivyo utapigania kile cheo, na unapopigania huenda usikipate, na hata ukikipata unapitia njia ambayo sio sahihi. Lakini Mungu anatuonyesha kwamba njia ya kupata kila tunachokihitaji, elimu, cheo ama ni kazi, tuenende katika njia ya unyenyekevu, naye Mungu wetu atatupatia kila ambacho tunachokihitaji. Kuna mtu ama tunaweza kuwa na mifano miwili. Mfano mmoja ni ule ambao ni wa Shetani yeye mwenyewe. Shetani wakati ambapo alikuwa amepatiwa nafasi mbele za Bwana na alikuwa na nafasi nzuri katika maabudu kule mbinguni, lakini alifika mahali akaona kwamba cheo alicho nacho anahitaji cheo kingine kuliko ama zaidi ya kile, na kwa hivyo kile ambacho alifanya hakuwa ametoshereka. Na wakati ambapo Mungu aliona ya kwamba watakuwa na mzozo kule mbinguni, Shetani aliweza kuletwa huku chini. Kwa hivyo aliweza kushushwa cheo chake, aliweza kushushwa hadhi yake. Alikuwa mtu wa mbinguni akashushwa hapa ulimwenguni. Kwa sababu gani? Yeye ambaye huwa anajiinua, Mungu huwa anamleta chini, lakini yule ambaye huwa ananyenyekea mbele za Bwana, Mungu huwa anamuinua. Kwa hivyo huo ni mfano wa mtu yeyote yule ambaye anadhamini sana mambo aliyo nayo, utajiri aliyo nao, anaona ya kwamba Mungu hafai. Tunapodhamini mambo ambayo yametuzingira ya ulimwengu, naye Mungu huwa anaondoka. Tunapodhamini mamlaka ya Mungu, tuelewe ya kwamba sio kwa uweza wetu, bali ni kwa uweza wa huyu Bwana. Hapo ndipo huwa tunaenenda mbele za Bwana, tunamwambia kwamba Mungu, tumekuja na hali ya kutubu, tumekuja na hali ya sifa, tumekuja na hali ya kukuabudu, maana tunatabua mamlaka ambayo Mungu wetu uko nayo. Tuangalie mfano mwingine ambao uko kwenye kitabu cha Wafilipi, na tuangalie vile ambavyo Wafilipi sura ya 2 mstari wake wa 7 na mstari wake wa 9, vile ambavyo maandiko yanavyosema. Mfano ambao tunauona hapa ni Yesu Kristo yeye mwenyewe. Wafilipi sura yake ya 2 inanena vile ambavyo Yesu alivyokuwa na ile hadhi aliyokuwa nayo, na jinsi ambayo hakuichukulia kuwa ni kitu, maana alitamani sana akaweza kunyenyekea na akaweza kufanyika kile ambacho Bwana alitumaini akaweza kufika. Mstari wake wa 7 unasema hivi: bali alijifanya kuwa hana utukufu. Yesu alikuwa na utukufu, alikuwa ametoka mbinguni, lakini maandiko yanasema ya kwamba bali alijifanya kuwa hana utukufu, akatoa namna ya mtumwa, akawa ana mfano wa wanadamu. Tena alipoonekana ana umbo kama mwanadamu, alijinyenyekeza akawa mtii hata mauti, na mauti ya msalaba. Mstari wake wa 9 unasema kwamba kwa hiyo tena Mungu alimuadhimisha mno, akamkirimia jina lile lipitalo kila jina. Kwa hivyo maandiko yanatuambia kwamba Yesu akiwa mfano mwema kwa unyenyekevu, yeye hata kama alikuwa na ule utukufu, hakuweza kuchukua au ulete hapa duniani ya kwamba aseme kwamba ni mimi ambaye ninayeweza kila kitu, ni mimi ambaye nimetoka mbinguni na kwa hivyo siwezi kuingiana na watu. Maandiko yanasema kwamba alionekana kuwa hana utukufu, alitoa namna ya mtumwa. Then anasema kwa mstari wake wa 8, alipoonekana ana umbo la mwanadamu, alijinyenyekeza. So Yesu alikuja katika cheo cha binadamu, katika hadhi ya binadamu, ili aweze kutimiza kile ambacho Baba yetu aliye mbinguni aliweza kumtuma akaweza kufikia. Anasema kwamba aliweza kunyenyekea, akatii hata mauti. Alinyenyekea tu mpaka akaweza kuingia katika mauti. Sio wengi ambao wanaweza kunyenyekea mpaka mahali pale.
lakini Yesu akiwa mfano mwema alinyenyekea mpaka mauti. Sisi kila ambacho maandiko yanachotuambia sio tufikie pale kwa mauti, bali tuwe na unyenyekevu mbele za Bwana na hata mbele za watu wengine, ili naye Mungu akaweza kutuinua. Yesu alikuwa na kila sababu ya kukataa kufa, lakini alinyenyekea mpaka mauti, na maandiko yanasema ni mauti ya msalaba. Kwa hiyo tena Mungu mstari wake wa 9 alimwadhimisha mno, akamkirimia jina lile lipitalo kila jina. Kwa hivyo maandiko yanatuambia kwamba wakati ambapo Mungu aliweza kuona ya kwamba Yesu ameweza kufika mahali ambapo alitamani, aliweza kunyenyekea mpaka kifo cha msalaba, maandiko yanasema kwamba Mungu aliweza kumuinua, aliweza kumwadhimisha mno. Kile ambacho watu wengi wanahitaji ni kuonekana wakiwa wameinuliwa. Kuinuliwa kwa Yesu kulipitia unyenyekevu, na sisi kuinuliwa kwetu kutapitia unyenyekevu. Kama Yesu aliweza kuadhimishwa, akaweza kupatiwa jina ambalo ni kubwa, ni jina ambalo linapita majina yote, nasi ambao tunahitaji majina makubwa, sifa nyingi, tunahitaji utajiri, tunahitaji kuinuliwa, hatutapitia kwenye mapigano ama katika hali ya wivu, bali ni kupitia katika hali ya unyenyekevu. Na kwa hivyo msikilizaji, naelewa ya kwamba kuna jambo ambalo tumekuja kuelewa siku hii ya leo, ya kwamba unyenyekevu ndio njia halisi ya sisi kuinuliwa na huyu Mungu wetu. Na ningetamani ya kwamba tukaweza kuomba kwa ajili ya neno hili ambalo tumeweza kulisoma, ili Mungu wetu akaweza kutubariki. Mungu wetu na Baba yetu, tunakushukuru asubuhi hii ya leo. Tunasema ni asante, maana wewe ni mwema kwa kila mmoja wetu. Neno hili ambalo Baba tumelisoma, ya kwamba tuwe na hali ya unyenyekevu, maana Yesu akiwa mfano mwema aliweza kunyenyekea hata kusurubiwa msalabani. Nasi tunaomba Bwana tukaweza kuwa na ile neema ya unyenyekevu, na ni katika jina la Yesu Kristo. Baba Mungu wetu tumeomba na tumeamini. Na nyenyekea Baba, utukuke. Na nyenyekea Baba, utukuke. Wastahili ibada yangu, wastahili heshima yangu, wastahili ibada yangu, wastahili heshima yangu. Nanyenyekea Baba, utukuke. Nanyenyekea Baba, utukuke. Wastahili ibada yangu, wastahili heshima yangu, wastahili ibada yangu, wastahili heshima yangu. Pako patakatifu Baba, na pakaribia na moyo wenye ibada. Navunjika mbele zako nikikiri, wewe ni mtakatifu, Mungu usiye na mfano. Nitaimba sifa zako, nisimulie makuu yako. Nanyenyekea, utukuke. Huyo ni muimbaji Evelyn Wajiro na wimbo Nanyenyekea, ambao unatujulisha kwamba unyenyekevu unatuleta mbele za Mungu kwa maabudu. Ni wimbo ambao unatufikisha mwisho wa kipindi cha Kisima cha Uzima. Kwa niaba ya mtayarishi wa kipindi Jude Mungori, mimi ni mchungaji Benson kutoka kanisa la CFF. Mungu akupe neema ya kunyenyekea, msikilizaji. Amen.